Kwa majina naitwa Ramadhan Mwevira, ni Regional Sales Manager wa hii kampuni ya Yuras Tanzania. Yuras Tanzania ni kampuni tanzu inayotokana na kampuni mama inayoitwa Yuras Global inayofanya kazi zaidi ya nchi 86 duniani. Kubwa ambalo tumejikita nalo ni kuleta innovative technology kwa wafugaji kwa ajili ya kuwasaidia kufuga kibiashara. Kwa Yuras Tanzania kama nilivyozungumza mwanzo, inaundwa na makampuni 10 ambayo kila kampuni liko na jukumu lake mama ambayo linafanya katika kuhakikisha lengo la Yuras linafikiwa. Kwa hiyo kwenye hilo tunaingiza mbegu bora za ng'ombe wa nyama na maziwa kutoka Marekani, Brazil na Canada, lakini upande wa maziwa ni mbegu ambazo zina uwezo wa kufikisha mpaka lita 40 kwa siku, na upande wa nyama ni mbegu ambazo zina uwezo wa kufika mpaka tani 1 ndani ya mwaka 1.5. Lakini kwa kufanya artificial insemination au hizo mbegu ambazo tunauza, mfugaji atatumia miaka 11 mpaka 13 kuweza kupata pure breed. Kwa hiyo tukafupisha huo muda kwa kuleta huduma ya pili ambayo ni embryo transfer kama IVF ya binadamu. Kwa hiyo mfugaji ataweza kupata pure breed ndani ya miezi 22 tangu ng'ombe wake kupandishwa mpaka yule ndama kuja kuzaa. Nje na hapo tuko na vipimo vya mimba vinaitwa rapid test na accuracy ni 99%. Tuko na huduma ya ultrasonography, ultrasound kwa ajili ya kujua changamoto za hao ng'ombe. Tuko na vidonge, madini ya calcium, yani madini yanaitwa Cal-24 au calcium bolus, yanatengenezewa ile mwani ya baharini. Kwa hiyo vidonge hivi vina calcium kwa 99% na madini mengine kwa asilimia zilizobaki. Kwa anamezeshwa ng'ombe mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kumzuia asipate lile tatizo la ng'ombe kudondoka baada ya kuzaa. Inaboresha afya ya kizazi pamoja na muonekano. Na mwisho kabisa tunafanya mafunzo kwa wafugaji dhidi ya ufugaji kibiashara. Watu wa Irili ambao walishirikiana pamoja na watu wa Tarili kwa maana hapa kwetu Tanzania, yalilenga katika kuelewa zaidi habari ya mbali za ng'ombe au hizo genes za ng'ombe, ambapo walikuja na mifumo ambayo yatasaidia kuona genomic za ng'ombe. Kwenye upande wa genomic za ng'ombe una uwezo wa kumwangalia ng'ombe ukaona huyu ng'ombe labda ni Friesian, lakini baada ya kutesti manyoya, kufanya hizo genomic test, huyo ng'ombe sio Friesian, ni Asha au ni kitu kingine. Kwa wametujia na hiyo teknolojia ili kuwasaidia wafugaji kufuga kile ambacho ni halisi. Utekelezaji unawezekana kwa 100%, ila serikali ni lazima iingilie kati kwa upande wa ruzuku ili kusaidia mfugaji zile gharama. Mfugaji peke yake kumudu gharama za genomic ni tatizo, lakini kama kutakuwa kuna pati ya ruzuku, wafugaji wengi wataingia kwa sababu itamsaidia mtu kujua anafuga nini na nini afanye ili aweze kupata production. Sisi kama Yuras atatusaidia yule ng'ombe ambaye tulikuwa tunadhani kwamba huyu ni Asha, tunampa mbegu ya Asha. Baada ya genomic tukaona kwamba huyu ni Jesse au ni ng'ombe wa kienyeji, itatusaidia kufikiri tofauti mbegu gani tumpe ili mfugaji aweze kupata matokeo. Kitu pekee cha kuboresha ni kuongeza muda wa mafunzo. Mafunzo yalikuwa ni ya muda mfupi, maswali yalikuwa ni mengi na mengi ambayo yanaendelea kujibiwa online. Kwa at least tungepata muda wa siku nzima darasani na siku nzima field kuona hicho kitu kinatokeaje, ingesaidia kuleta matokeo chanya. Mimi naitwa Garusi Juma Msekwa, nipo kijiji cha Tanangozi, wilaya ya Iringa vijijini. Mimi ni mfugaji kama unavyoona ng'ombe hizi hapa. Ni mfugaji sio mkubwa, ni mdogo tu, lakini nafuga kidogo kwa tija. Ng'ombe hizi nilinunua kwa mzungu mmoja hapo mbele kwa Philips hapo Ipogoro kwa mbele kidogo. Nilianza kufuga mwaka 2011. Nilinunua pale ng'ombe 3. Lakini hapo nyuma nilikuwa napandisha kwa kutumia madume. Baadaye nikaja kupewa elimu, ukiendelea kupandisha madume mara nyingi sana wanakuwa huna uhakika kama atazaa jike. Yani mara nyingi tulikuwa tunapata madume tu, akizaliwa tunapata dume. Kwa hiyo nikaja kupata elimu. Ilikuja kampuni ya Yuras. Kwa kweli wamenisaidia sana, akiwepo huyo Dr. Lama, wamenisaidia sana kunielimisha kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa naona vile wanavyoniambia kupandisha kutumia chupa. Kwa kweli nilikuwa naona kama ni vyema likapanda dume. Labda ndio nilikuwa naona kama inaweza ikawa inatija. Lakini baada ya kupata elimu kutoka kwenye shirika hiyo, basi wakawa tunanua mbegu zile, na ile mbegu ina 99% anazaliwa jike. Kwa hiyo wakawa napandisha. Lakini kuna siku moja tulikuwa kwenye mkutano
mmoja wa wakulima wakasema, bwana mwingine akasema, mimi siwezi kutumia chupa kwa sababu kuna ng'ombe wengine hawashiki mimba, wanaogopa pengine anaweza katoboa kizazi. Lakini baadaye nikawa nawapa elimu kwamba jamani, mimi nimeanza na hakuna hiyo kitu, na yupo Dr. Lama yuko kwenye shirika hilo. Toka alivyoanza kupandisha ng'ombe, mimi asilimia kubwa mimi sipati vidume, napata ng'ombe jike. Kwa hiyo hebu tuungane tuweze kumuona huyo Dr. Lama yuko kwenye shirika hiyo, alafu tuweze kuwa tunafuga kwa tija. Nimeshangazwa na hapa kati, baada ya kuona kuna mbinu nyingine ambayo wameanza kwa nguvu kweli. Imekuja hiyo ya sijai kuona kwanza kupandisha. Ng'ombe wangu alikuwa ameingia joto. Ng'ombe huyu ni uzazi wa kwanza kabisa. Basi alivyoingia joto nikamuita Dr. Lama. Akaja, alivyokuja akaja anasema anapandisha mtoto mwenyewe mjusi sijui. Sasa nikasema mjusi wa namna gani? Kwa hiyo kitaalamu kumbe ameshatengenezwa vizuri, kwa hiyo anawekewa kwenye ile ng'ombe. Ng'ombe kazaliwa. Sasa nikawa nasubiria atazaliwa mjusi gani. Kazaliwa ng'ombe mzuri kabisa. Kwa hiyo kitu mimi sijawahi kukionaga. Ndio ninaona maajabu kweli kweli. Kupandikiza mjusi huyo ambaye ametengenezwa kitaalamu. Basi ng'ombe wangu huyu ni uzazi wa kwanza, na huyo ng'ombe amezaliwa mzuri sana. Mimi naona wafugaji wenzangu popote mlipo, upandishaji wa kutumia mjusi, mimi mwenyewe mfano umeshaonekana. Vema tukakubaliana na hili, inawezekana tukapata tija zaidi huko tunakoelekea. Kwa sababu mimi nimeona maajabu. Kwanza nilikuwa nasubiria huyo anasema mjusi atazaliwa mjusi gani huyo. Kwa hiyo nimekuta amezaliwa ng'ombe mzuri, na ng'ombe wangu mimi ni uzazi wa kwanza. Kwa kweli wakulima mnayefuga ng'ombe, hata kama na ng'ombe wako mmoja, vema ukaiona hilo shirika Dr. Lama huyo na namba zake za simu anazo, naweza kuwatajia. Lakini utafuga kwa tija endapo utapandikiza kutumia hivyo. Na ng'ombe wangu mimi hapa wanatoa maziwa mengi sana, kwa sababu unakuta tunakamua mara 3. Tunakamua saa 9 usiku, tunakuja kukamua saa 6 mchana, tunakamua jioni. Kwa hiyo ng'ombe mmoja unakuta anatoa lita 35, 38. Kwa hiyo tunafuga kwa tija na kuna mafanikio yanaonekana.